Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukijitita sana kwa habari za Afrika Mashariki, tukikuletea habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe Juni 26 mwaka 2025. Haya ni matangazo yetu ya jioni. Nini tumekuandalia leo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News? Kambi moja ya wazalendo katika maeneo ya wilaya ya Lubero mkoani Kivu Kaskazini imeshambuliwa mapema siku hii ya Alhamisi. Nani walioshambulia na kundi gani lililoshambuliwa? Ndugu mtazamaji, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla kuendelea, na kuomba wewe ambaye bado hujasubscribe usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki, na huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Mtazamaji pia msikilizaji, bila ya kupoteza muda, moja kwa moja tunaingia kwenye udondozi wa habari zetu za jioni. Kambi moja ya wazalendo katika maeneo ya wilaya ya Lubero ilishambuliwa mapema dawe. Nani walioshambulia? Kundi gani lililoshambuliwa? Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kumbuka hapa kwamba kuna uvumi mwingi ambao unazagaa kwenye mitandao ya kijamii, na ikiwa uvumi huu upo ni kutokana na kibarua au ukurasa wa X uliotolewa na mkuu wa majeshi ya Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba alipotoka ziarani mjini Kinshasa na kurejea nchini mwake. Alitangaza kwenye ukurasa wake wa X kwamba UPDF na FARDC watashambulia wazalendo, wakiwaita kama vile makundi yanayoshikilia silaha haramu, lakini vile vile akizungumzia kwamba mnamo siku zilizopita kuna wazalendo walioshambulia kikosi cha UPDF kwenye ardhi ya Kongo. Ikumbukwe hapa kwamba jeshi la Uganda UPDF tangu tarehe 30 mwezi Novemba mwaka wa 2021 wanapatikana kwenye ardhi ya Kongo wakifanya muungano wa kijeshi, jeshi la UPDF na lile la FARDC, kwenye operesheni zilizopachikwa jina la Shujaa kwa ajili ya kuwafeka wahasi wenye asili ya Uganda wa Allied Democratic Forces ADF MTN kama wanavyowaita, na ambao hao wanaishi zaidi ya miongo mitatu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa yale ambayo yamezuka hivi majuzi ni kwamba generali huyo wa Uganda alipotoka mjini Kinshasa, kwenye ukurasa wake wa X, Twitter ya zamani, alitangaza kwamba UPDF na FARDC watawafeka au kuwashambulia makundi ya wazalendo. Na shambulio la leo lilipotokea siku ya Alhamisi ya tarehe Juni 26 sehemu za Muhola, ikiwa ni ndani ya wilaya ya Lubero upande wa Mangurejipa, imepelekea uvumi mwingi kutembea na kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii, huku wengi wakifikiria huenda kauli aliyoitamka mkuu wa majeshi ya Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba huenda ikawa tayari imeanza kufanya kazi. Iwe hivyo au hapana, mtazamaji pia msikilizaji mwenyewe unaenda kugundua ukweli wa mambo kama tutakavyofanya mahojiano na mmoja wa wazalendo katika maeneo ya Beni Butembo. Hapa tunazungumza na bwana G Ngabo ambaye ataweza kujitetea mwenyewe kwa kutoa majina yake halisi na kazi anayoifanya, ili atupe picha kuhusu mashambulio yaliyoshuhudiwa siku ya Alhamisi hii leo. Moja kwa moja bila ya kwenda mbali, bwana G Ngabo, karibu kwetu kwenye studio zetu za Kuna Nini News, na tunakuuliza habari za leo. Salama salameni mpasha habari. Asante. Hivi basi tungependa labda
ungejitambulisha vilivyo kwa majina yako halisi, licha ya kwamba tumekuita Gingabo, labda una jina lako halisi, na hivyo kutuambia, haswa kuambia wasikilizaji, kuwaelewesha watazamaji ikiwa wewe unafanya kazi gani. Karibu. Kwa majina uniite Gingabo Muisa, nikiwa msemaji makamu wa kundi la wazalendo hapa kwetu Kugrano. Asante. Bwana Gingabo Muisa, kuna nini news imepata habari kwamba kulikuwa shambulio ambalo lilifanywa dhidi ya kundi moja la wazalendo wanaopatikana sehemu zinazoitwa Muhola, yani wazalendo wa Muhola ni sehemu za Mangurijipa tarafani Mlubero, ni mkoani Kivu ya Kaskazini. Na uvumi ulioko kwenye mitandao ya kijamii, uvumi na fununu za sema kwamba labda au huenda walioshambulia au wazalendo wa Muhola ni UPDF, yani jeshi la Uganda. Na ikiwa uvumi huo uko kwa namna hiyo, wengi wanakumbuka kauli aliyoitoa mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba alipotoka ziarani mjini Kinshasa na kuwasili nchini mwake nchini Uganda. Hakaandika kwenye ukurasa wake wa X, yaani Twitter ya zamani, kwamba UPDF jeshi la Uganda na FARDC jeshi la Kongo Kinshasa watashambulia wazalendo, akiwataja wao kuwa ni makundi yanayoshikilia silaha haramu. Lakini vile vile akakumbusha kwamba kuna kikosi cha UPDF kilichoshambuliwa kwa muda fulani na kundi moja la wazalendo. Kutokana na ukurasa huu wa Twitter na shambulio lililotokea siku ya Alhamisi leo tarehe Juni 26, imepelekea wengi kwenye mitandao ya kijamii kuandika kwamba huenda aliyoyaongea huyo mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yamekamilika. Huo ndio uvumi unaoenea. Na wewe ukiwa mmoja wa wazalendo na ambao mnatumika bega kwa bega na jeshi la serikali yaani FARDC, jaribu kutupa picha kuthibitisha au kukanusha habari za kwamba walioshambulia au wazalendo wakawe ni jeshi la UPDF, licha ya kwamba hakuna ushuhuda kufikia sasa, bali tu ni kupitia fununu zinazotokana na kauli aliyoitoa yule mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Karibu na uweze kuangazia watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini News. Ndiyo mpashabari, ni kukosoa kwanza, sio kwamba UPDF ndiyo ilikuja kuwashambulia, lakini mtambue ya kwamba wazalendo wa Beni Butembo wameunda kundi moja ya wazalendo ambayo tunaita Synergie. Ni muungano wa vikundi vidogo vidogo vya wazalendo na wanaotumika pembeni ya jeshi ya taifa FARDC. Na ikiwa kama wale wanaojiita wazalendo wa Muhola wameshambuliwa, ni kwa sababu tumefanya juu chini waimize zaidi waje tutumike nao pamoja kusudi tusaidie jeshi letu la taifa, lakini wao wamekataa. Na kukataa yao ndiyo inaacha leo asubuhi jeshi la taifa ya Kongo FARDC waliamka kusudi wawashambulie, kwa sababu ni wakaidi. Wameendelea kufanya mambo isiyokuwa ya kawaida, wamefunga barabara kwa majeshi ya serikali, hasa wamefikia kiwango wanafunga hata barabara ya kuendelea mjini ya Mangurujipa kusudi UPDF isifanye operation Suja ambayo inaendelea kufanya pamoja na FARDC ama jeshi la taifa. Na kwa mwisho ujue ya kwamba ikiwa kama UPDF ilikuja kwa kuwasaidia FARDC ni kwa sababu
ya ile mambo yote nimetoka sema, wao wanaojiita wazalendo ambao hawako pamoja nasi ndani ya kundi kubwa inayoungana na makundi 14 ya wazalendo, ndio maana walifyekwa na walishambuliwa. Na kwa hiyo tunakazia au tunatia mkazo kwa jeshi la taifa wakisaidiana na UPDF waendelee kufanya kazi hiyo kwa kuwasaka, kwa sababu inaonekana wanatumika kinyume ya filosofia yetu sisi wazalendo tunaojulikana au tunaofanya kazi pamoja na jeshi la taifa ya FARDC. Yaani bwana Gini, ninapokuelewa ni kwamba kuna yani kati yenu kuna makundi ya wazalendo yanayotumika bega kwa bega na jeshi la serikali, au wale ambao walikubali mwito wa serikali kwa ajili ya kutumikia taifa kama vile askari wa akiba, wakiwa na uzalendo wa kupiganisha adui, haswa mvamizi wa kuivamia ardhi ya Kongo, yaani wale wanaopigania udongo. Na vile vile kuna makundi yaliyokataa labda mwito wa jeshi la serikali na ambao wanatumika kinyume. Jaribu kutupa mwangaza. Nawaza unaelewa mambo ya kizalendo ambayo inaendelea kufanyika hapa nyumbani. Ni miaka zaidi ya 5 tumeendelea kufanya kazi pembeni na pamoja ya jeshi la taifa, na tunaifanya ni kwa sababu raia ameteseka sana na mauaji inayoletwa na adui anayejulikana ADF na vile vile M23. Kwa hivi ni kutaka sema wale walioshambuliwa ni mojawapo ya wale wazalendo ambao wameshawishiwa na wafanya siasa ambao pengine walishindwa kwa muhula uliopita, ndio wanaendelea kukataa kutumika pamoja na ile synergy ama kundi kubwa ambayo inaunda makundi madogo madogo ya kizalendo hapa kwetu Butembo Beni. Ndio maana tulipenda tuoneshe wazi ya kwamba wale wadogo wadogo ambao hawapendi watumike pembeni ya serikali, hawapendi watumike pamoja na jeshi la serikali, hawana fasi ambapo wanaweza endelea bila serikali. Tunawaomba warudi na wakuje tutumike pamoja kwa kumfyeka adui, sababu adui ya mzalendo haiko FARDC, adui wa mzalendo haiko UPDF, lakini ni ADF, NALU na vile vile M23 ambaye anaendelea kutatiza watu ngamo za Lubero Side. Asante sana. Lakini ningependa labda uangazie zaidi, uweze kufafanua zaidi na haswa kuweza kutoa mawazo walionao wengi, na haswa yale ambayo yanazagana kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza kuthibitisha ukirudilia kuhusu fununu zinazo vuma kwamba ni UPDF, jeshi la Uganda, ndiyo lililoshambulia kambi hiyo au wazalendo hao wa Muola? Unaweza kurudilia kwa kuangazia vilivyo, ikiwa bila shaka ni akina nani walioshambulia kambi hiyo ya wazalendo wa Muola? Tuko wakongomani na wao uko mkongomani. Mambo ya General Muozi wa Uganda inakuja fanya nini kwa mambo yetu ya Kongo? Nawaza hana mambo ya kutuambia, na ikiwa kama ndani ya mtandao amesema atawashambulia wazalendo wote, sisi hatumuogope. Lakini kukumbusha kwamba sisi tunafanya kazi pamoja ya jeshi la taifa FARDC, na ni wale ambao wanapashwa kutuambia hatuko halali kwa kufanya kazi. Lakini kusema ni yule mgeni ndio atakuja sema atatupiga na kutushambulia, na waza ile mambo ni mambo tu ya mtandao kusema tu kupiga mdomo. Lakini kwa sisi tunajua kwamba
tunafanya kazi pembeni ya FARDC ambayo ni jeshi yetu ya taifa, na tutaendelea kwa kufyeka adui ambaye ni M23 na ADF ambao wanaendelea kutua kutatiza raia wetu hapa mjini Butembo na Beni. Kwa raia, muendelee kutupatia tena imani, na vile vile kwa wale wazalendo ambao hawapendi wafanye pamoja na sisi ndani ya Synergie, wakuje tufanye kazi, wasije wakapata cha mtemakuni kama wale watu wa Muhola ambao walishambuliwa asubuhi ya leo, sababu walienda kinyume ya sheria ya kijeshi ndani ya nchi yetu ya DRC. Asante. Na je, unaweza ukawe na matukio yoyote kuhusu shambulio la leo? Labda idadi ya watu waliopoteza maisha au madhara yoyote yaliyotokea kupitia mashambulio hayo ya mapema Alhamisi hii? Mashambulizi yalikuwa, kwa sasa siwezi nikakuambia biliendelea namna gani, kwa sababu sina ruhusa ya kufanya ile tunaita bila. Kuna wasemaji wa FARDC au wa jeshi la taifa ambao unaweza ukatafuta, watakuambia biliendeleaje na wakati huyu inaendelea namna gani. Lakini mimi kama mzalendo nimekuonesha wazi mambo gisi ilivyo, na washukuru. Asante sana Bwana Ngabo Muisa. Kuna Nini News imekushukuru kwa muda wako, haswa kukubali mwito wetu kwa kufanya mahojiano nasi, tukianza pamoja hadi vile tunavyohitimisha mahojiano haya. Na ndugu mtazamaji pia msikilizaji, wachane kuzungumzia hapa kwamba tulijaribu kwa njia zozote zile kutafuta kundi lingine, yani kundi linalotuhumiwa, lile kundi ambalo ni wazalendo walioshambuliwa mapema Alhamisi hii na jeshi la serikali kama alivyozungumza Bwana Ngabo Muisa. Bila shaka juhudi zetu ziligonga mwamba. Namba tulizopewa za mmoja wa viongozi wa kundi lililoshambuliwa, tulijaribu muda mrefu kumtafuta kwa namba zake, lakini karibia kutwa mzima namba zake zilibaki zikiwa zenye kufungwa, yani hakupatikana kwa simu. Kupatikana kwake ndiye mwenyewe angeweza kukanusha au kuthibitisha tuhuma hizo. Basi kufikia hapo ndugu mtazamaji, hatuna cha ziada. Hadi kwa mara nyingine tena nasema asante kwa kuandamana nasi.